Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba kutokana na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, uhasama kati ya Israel na Iran utakuwa ni wa kudumu, isipokuwa ni mabadiliko ya sera za kigeni ambazo zitaonekana kwa mataifa yote mawili. Iwapo kuna mstari mmoja wa sera ya nje ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, umekuwa msimamo wake mkali kuhusu Iran. Kwa miongo kadhaa amekuwa akionya juu ya hatari zinazoletwa na silaha za nyuklia mikononi mwa Ayatollah Al-Khamenei. Kwa kueleweka, anaona utawala ambao kujizuia kwake ni kifo kwa Israel na ambao unasaya kuhesabu maangamizi ya Israel iliyoonyeshwa wazi katikati ya Tehran kama tishio kwa uhai wa nchi yake. Israel inaiona Iran kama nchi ambayo wakati wowote inaweza ikafanya shambulizi la hatari na kusababisha kuondolewa kwa Israel katika uso wa dunia. Hiki ndicho ambacho anakiona waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na ndicho anachodai kwamba ni kutokana na umiliki wa silaha za nyuklia kwa Iran, jambo ambalo amepinga kwa kiasi kikubwa. Israel na Iran zilipigana vita vya kivuli vya miaka mingi, na tangu Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya mauaji yaliyofanywa na Hamas inayodaiwa kuungwa mkono na Iran, lakini pia makabiliano matatu ya moja kwa moja ambayo yaliishia katika vita vifupi vya siku 12 mnamo mwezi Juni mwaka uliopita, na mizozo mingine ambayo ni ya kimya haionyeshi dalili za kumalizika. Lakini mara kwa mara hutokea katika Mashariki ya Kati. Mambo yasiyotarajiwa hutokea wakati Iran ilivyokabiliwa na machafuko makubwa yaliyochochewa na mfumuko mkubwa wa bei na kutoridhika kwa serikali. Netanyahu aliunga mkono upande wa waandamanaji, lakini alikuwa akiona kwamba lazima apambane kwa hali na mali kuondoa utawala uliopo wa Ayatollah Al-Khamenei, baada ya kuona waandamanaji wametoka kwenye maandamano ya kupinga mfumuko wa bei na kuingia kuipinga serikali. Netanyahu aliona hii ni fursa ya kuweza kuchochea maandamano hayo, na kupitia ujasusi wake wa Mossad walikiri kwamba wao wanachochea maandamano hayo, na iliripotiwa kuwa Israel kupitia Mossad waliweza kutoa taarifa kupitia vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii kwamba nao pia wamekuwa wakiunga mkono maandamano hayo na kwamba nao wamo katika maandamano hayo. Imeripotiwa kuwa Israel ilikatisha makubaliano na Iran ili kutofanya mashambulizi, pamoja na mataifa ya Ghuba yalisaidia kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuishambulia Iran kwa mabomu wakati huu. Lakini inadaiwa kwamba wakati huu ni wakati mgumu sana kwa Israel, ambayo kwa miaka mitatu imekuwa ikipambana na kundi la wapiganaji la Hamas. Makubaliano ya Netanyahu na Al-Khamenei hata hivyo yalikuwa ya kusitishwa kwa mbinu zaidi kuliko kubadilisha mchezo katika ushindani unaoendelea. Rais wa Marekani Donald Trump alizitaka nchi zote mbili, baada ya mashambulizi ya kambi Al Udeid nchini Qatar, kwamba vita hivi vinapaswa kuisha bila masharti. Mpango uliofanywa na Donald Trump unaonekana hauwezi kudumu kwa muda mrefu, na kuna sababu nzuri ya kuamini kuwa duru ijayo ya vita vya Iran na Israel itakuwa kubwa zaidi kuliko hapo awali. Wakati huu ni Marekani ambayo inachochea moto huu. Iran inaamini kwamba mashambulizi ya Marekani lazima pia taratibiwa na Israel pia. Hata hivyo, makamanda wa Marekani wameonekana wiki iliyopita nchini Israel wakipanga mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Israel ilikuwa na sababu nzuri za kiutendaji za kutaka kujizuia kwenye makabiliano mengine ya moja kwa moja. Sasa wakati wa vita vya siku 12 majira ya joto yaliyopita, makombora ya Iran yaliua takribani watu 33 nchini Israel kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka, lakini pia wakisema majeruhi zaidi ya 3500 na kusababisha uharibifu wa angalau dola bilioni 1.5 uliotokana na uharibifu wa miundombinu ya nchi hiyo. Ulinzi wa anga wa Israel na Marekani haukuweza kuzuia moja kwa moja makombora ya Iran, na hata hivyo kufikia mwisho wa vita hivyo, hifadhi ya vidhibiti vya Israel, hasa mfumo wake wa hali ya juu wa kulinda anga wenye uwezo wa kuzuia makombora ya ballistic, inaripotiwa ulipungua. Aidha, Marekani sasa ina mali chache za kijeshi katika eneo hilo kusaidia ulinzi wa anga wa Israel kuliko ilivyokuwa katika majira ya joto yaliyopita. Na sasa moja kati ya jambo kubwa ambalo Marekani inafanya ni kuhakikisha inaujenga vizuri mfumo wa anga wa Iron Dome pamoja na ule wa THAAD. Na sasa hata katika meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln iliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati, inadaiwa kwamba meli hiyo imebeba pia mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome pamoja na ule wa THAAD kwa ajili ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikujuza mengi zaidi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.